Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena katika mafundisho yetu ili tukaweze kubarikiwa pamoja. Siku ya leo tunaenda kuzungumzia kuhusu Yesu afunuliwa kupitia ishara 7. Naenda kuzungumza kuhusu ishara ya kwanza. Kuna uchaguzi mmoja tu unaoamua kila kitu, uzima wa milele au mauti ya milele. Yohana anaandika kuhusu ishara hizi ili tusibaki bila kujali, bali tumuone Yesu kama Kristo, mwana wa Mungu. Kwa sababu bila yeye, kila tulicho nacho huishia katika mauti, lakini pamoja naye tunapokea uzima katika jina lake. Uzima unaoanza sasa na hauishi kamwe. Injili ya Yohana inatuonyesha ishara 7 zilizochaguliwa kwa maksudi. Hazikuandikwa ili kutushangaza tu, bali ili kufunua Yesu ni nani. Yohana anashuhudia kwamba ishara hizi ziliandikwa ili tuamini kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, na kwa kuamini tuwe na uzima katika jina lake. Ishara hizi si historia tu, ni mwito hai wa imani, ili kila mmoja wetu apate kuonja uzima wa kweli ndani ya Kristo. Yohana anaandika, basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake, zilizoandikwa katika kitabu hiki, lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, na kwa kuamini mpate kuwa na uzima kwa jina lake. Yohana sura ya 20 mstari wa 30 hadi 31. Utukufu wa bwana harusi anayeleta divai nzuri. Yohana sura ya 2 mstari wa 1 hadi mstari wa 12. Ishara ya kwanza ya Yesu inaonyesha utukufu wake kama bwana harusi wa Agano Jipya na inatuita kumwamini. Katika sura ya kwanza Yohana anasema, kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Yohana sura ya kwanza mstari wa 17. Utukufu wa Yesu Kristo ni mkuu kuliko utukufu wa Musa. Musa aliona utukufu wa Mungu juu ya mlima, lakini kwa namna iliyofunikwa. Yeye hakuona utukufu wa Mungu kwa ukamilifu. Kutoka sura ya 33 mstari wa 18 hadi 23. Lakini kupitia Yesu, Yohana anasema, naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake. Amejaa neema na kweli. Yohana sura ya kwanza mstari wa 14. Musa alifanya ishara yake ya kwanza kwa kugeuza maji ya mto Nile kuwa damu. Yesu alifanya ishara yake ya kwanza kwa kugeuza maji ya utakaso wa kidini kuwa divai. Ishara inayotuelekeza kwa damu ya Agano Jipya. Kana utukufu huu unaonekana kupitia ishara ya kwanza. Wanafunzi waliona na waliamini. Kwa mwanzo huo wa ishara ya Yesu aliyoufanya huko Kana ya Galilaya, akaudhirisha utukufu wake. Wanafunzi wake wakamwamini. Yohana sura ya 2 mstari wa 11. Unafanya nini maisha yanapokupa aibu badala ya furaha? Unafanya nini maisha yanapokupa utupu badala ya ukamilifu? Fikiria uko kwenye harusi kubwa katika kijiji au mjini Afrika Mashariki. Familia yote imealikwa. Wageni wamevaa vizuri, majirani wamekuja, wazee wameketi mbele, kuna mziki, kuna furaha, watu wanakula, wanacheka na kusherekea. Lakini ghafla habari inasikika, chakula kimeisha au vinywaji vimeisha. Katika utamaduni wetu, hilo lingekuwa jambo la aibu sana. Watu wangelikumbuka, wangelisema, harusi ile haikuandaliwa vizuri. Lakini katika wakati wa Yesu, jambo hili lilikuwa zaidi ya aibu. Lilikuwa janga la kijamii. Familia ingeishi na heshima iliyojeruhiwa
kwa muda mrefu. Familia ingeishi na heshima iliyojeruhiwa kwa muda mrefu. Na hapo, katikati ya shida na aibu, Yesu anafanya ishara yake ya kwanza. Yohana anatuambia wazi, mwishoni mwa tukio hili, Yesu aliudhihirisha utukufu wake. Wanafunzi wake wakamwamini. Hapa si miujiza tu wa kuokoa harusi. Hapa ni ufunuo wa utukufu wa Mungu wake. Hapa ni ufunuo wa utukufu wake. Wanafunzi wake wakamwamini. Hapa si muujiza tu wa kuokoa harusi. Hapa ni ufunuo wa utukufu wa Mungu aliyefanyika mwili. Leo tunaangalia ishara hii ya kwanza na kujifunza kweli tatu. Kweli ya kwanza, rasilimali zetu zinapoisha, neema yake huanza. Pili, Yesu harekebishi tu, yeye hubadilisha kikamilifu. Tatu, pamoja na Yesu kilicho bora kuja mwisho. Ya kwanza, rasilimali zetu zinapoisha, Yesu huanza kazi yake. Yohana sura ya 2 mstari wa 1 hadi mstari wa 4. Yohana sura ya 2 mlango wa 1 mstari wa 4. Hawana divai. Maneno haya ni mafupi sana, lakini yana matokeo makubwa sana. Katika ulimwengu wa Kiyahudi, harusi ilidumu siku 7. Divai ilikuwa ishara ya furaha. Zaburi sura ya 104 mstari wa 15 inasema kwamba Mungu hutoa divai inayofurahisha moyo wa mwanadamu. Kwa hiyo, divai ilipoisha, maana yake ilikuwa furaha imepungua, baraka imekatika, aibu imeingia. Mariamu anakuja kwa Yesu, anamuamrisha, analeta shida mbele yake. Lakini jibu la Yesu linaweza kusikika kali. Mama, tuna nini mimi nawe? Neno la Kiyunani, ginai, yani mwanamke, halikuwa neno la kukosa heshima. Lilikuwa neno la heshima, kama kusema mama au bibi. Yesu hamdharau Mariamu, lakini anaweka wazi jambo muhimu. Maneno, tuna nini mimi na wewe, ni semi ya kibibilia. Kwa Kiyunani ni ti emoi kai soi. Inaonekana pia katika Agano la Kale. Katika Wafalme wa Pili, sura ya 3, mlango wa 13. Elisha anamwambia mfalme wa Israeli. Katika Agano la Pili, Wafalme wa Pili, sura ya 3, mstari wa 13. Elisha anamwambia mfalme wa Israeli, mimi nina nini nawe? Nenda kwa manabii wa baba yako na kwa manabii wa mama yako. Hata pepo wachafu walitumia lugha kama hii walipokutana na Yesu. Walikuwa wakionyesha mipaka kati yao na Yesu. Kwa hiyo, maneno haya yanaonyesha utofauti wa mtazamo. Mariamu anaona shida ya wakati huo. Divai imeisha na aibu ya kijamii iko karibu. Lakini Yesu anaona shida ya milele. Saa yake, msalaba na mpango wa Baba. Yesu hamkatai mama yake. Anafafanua jambo muhimu. Uhusiano mkuu. Sasa si ule wa mama na mwana, bali ni ule wa mwana anayemtii Baba wa mbinguni. Wakati mwingine hata mahusiano ya karibu yanaweza kutuvuta mbali na mapenzi ya Mungu. Mtu anaweza kukuambia, najua unaenda kwenye maombi leo jioni, lakini kweli lazima uende? Huwezi kubaki nyumbani na mimi? Nikiona unaenda kanisani kila wakati nahisi hunipendi. Hilo linaweza onekana kama upendo, lakini mara nyingi ni shinikizo la kihisia. Ni njia ya kuweka uhusiano wa kibinadamu juu ya utii kwa Bwana. Upendo wa kweli haukuzuii kumtii Mungu. Upendo wa kweli unakusaidia kumtii Mungu. Yesu anaongeza, saa yangu haijafika. Katika Injili ya Yohana, saa kwa Kiyunani, hora, inaelekeza kwenye kifo na ufufuo wa Yesu. Kila kitu kinaelekea msalabani.
Yesu haongozwi na shinikizo la watu, haongozwi na hofu ya aibu, haongozwi na matarajio ya familia, anaongozwa na saa ya Baba. Labda wewe pia una nyakati ambapo rasilimali zako zimeisha, furaha imeisha, nguvu zimeisha, suluhisho zimeisha, pesa zimeisha, amani imeisha, tumaini limepungua. Lakini mara nyingi hapo ndipo Yesu huanza kuonyesha utukufu wake. Yeye hafanyi kazi kulingana na ratiba yetu, anafanya kazi kulingana na saa ya Baba. Ni kama simu inapobaki na 1% ya chaji. Unaona sasa huna nguvu ya kuendelea, lakini inapounganishwa kwenye chanzo cha nguvu, inaanza kuamka tena. Upungufu wetu unaweza kuwa mahali ambapo Yesu anaonyesha ukamilifu wake. La pili, Yesu anapofanya kazi hubadilisha kikamilifu. Yohana sura ya 2 mstari wa 5 hadi 8. Yohana anatuchukua kama kwamba tunayetembea ndani ya ukumbi wa karamu. Pembeni karibu na mlango wa nyumba kuna vyombo 6 vikubwa vya mawe. Wayahudi walivitumia kwa ajili ya utakaso wa kidini. Havikuwa vyombo vya kawaida vya udongo, vilikuwa vya mawe. Katika mapokeo yao, chombo cha udongo kingeweza kunajisika, lakini jiwe lililoonekana kubaki safi. Chombo cha udongo kingeweza kunajisika, lakini jiwe lilionekana kubaki safi. Lakini vyombo hivi vinaeleza hadithi ya kina zaidi. Vilikuwa ishara ya dini ya nje. Maji yaliweza kuosha mikono, lakini hayangeweza kuguza moyo. Vyombo 6. 6 ni namba inayoweza kutukumbusha udhaifu na kutokamilika kwa mwanadamu. Ni kama kwamba vyombo hivi vilikuwa vinasema kimya kimya. Mpangilio huo una nafasi yake, lakini haujakamilika. Unaweza kusafisha nje, lakini hauwezi kuokoa nafsi. Unaweza kuosha mikono, lakini hauwezi kufanya moyo kuwa mpya. Na hapo, katikati ya mfumo wa nje wa kidini, Yesu anatoa amri. Vijazeni vyombo maji. Yohana anaonyesha kwamba walivijaza hadi juu. Kwa Kiyunani, wazo ni mpaka ukingo wa juu, mpaka hapabaki nafasi. Hii ni picha nzuri ya neema ya Kristo. Neema yake haiachi nafasi tupu. Haihitaji kunyongeza za kibinadamu. Haiji nusu, haiji kwa kipimo kidogo. Watumishi wanatii. Maji yanamiminwa, chombo baada ya chombo, hadi juu. Na hapo kwa kimya, muujiza unatokea. Maji ya kawaida, maji yaliyokusudiwa kwa kuosha nje, yanakuwa divai. Na si divai yoyote, bali divai nzuri. Divai hii ni ishara ya furaha, ya agano jipya na ya maisha mapya ndani ya Kristo. Ritual tupu inakuwa ukweli hai. Maji baridi ya desturi yanabadilishwa kuwa divai nzuri ya neema. Yohana anachagua maneno yake kwa makini. Anasema kwamba watumishi walichota kutoka kwenye vyombo. Baadaye katika sura ya 4 atatumia wazo hilo wakati. Baadaye katika sura ya 4 anatumia wazo hilo wakati mwanamke Msamaria anachota maji kisimani. Je, ni bahati mbaya? Hapana, ni mada ile ile. Yesu hatoi tu maji ya kuosha nje, anatoa maji yaliyo hai na divai nzuri inayoguza moyo na kuufanya mpya. Utakaso wa kweli hauji kutoka kwenye ritual, unakuja kutoka kwenye neema yake. Yesu huboresha tu maisha yako, anayabadilisha kabisa. Yesu haboresha tu maisha yako, anabadilisha kabisa. Ritual hazibadilishi moyo. Dini ya nje haileti wokovu, lakini Yesu hubadilisha asili ya ndani. Anachukua maisha yako yaliyo tupu, yasiyo na ladha, na kuyafanya yajazwe na maana, uzima na furaha ya kweli. Katika mazingira yetu,
Rituals zinaweza kuwa nyingi. Unaweza kuja kanisani kwa mazoea, unaweza kuimba kwa nguvu, lakini moyo uko mbali. Unaweza kutoa sadaka ili watu waone, unaweza kuomba kwa maneno mengi lakini bila toba. Unaweza kutegemea jina la dhehebu lako, unaweza kutegemea familia ya Kikristo, unaweza kuwa na cheo kanisani lakini bila moyo mpya. Unaweza kuchanganya imani na hofu za mizimu au nguvu za jadi. Unaweza kutafuta ulinzi wa kiroho nje ya Kristo. Vyote hivi ni maji baridi kama Kristo hayupo. Lakini Yesu anabadilisha maji ya ritual kuwa divai nzuri ya neema. Yeye hataki umbo tupu, anataka maisha yaliyobadilishwa kutoka ndani. La tatu, tunapoonja divai nzuri, tunaona utukufu wake. Yohana, sura ya 2, mlango wa 9 hadi 12. Msimamizi wa karamu anainua kikombe. Hajui kilichotokea nyuma ya pazia. Anaonja na uso wake unabadilika. Kwa mshangao, anamwambia bwana harusi, kila mtu hutanguliza divai iliyo nzuri. Kisha watu wakisha kunywa sana, huleta iliyo dhaifu. Lakini wewe, umeiweka divai iliyo nzuri hata sasa. Wote wanashangaa. Ni nani amewahi kuona jambo kama hili? Katika dunia yao, kilicho bora kilitolewa mwanzo, kisha ubora ulipungua. Hiyo ndiyo mantiki ya mwanadamu. Mwanzoni kuna shauku, kisha kushuka. Mwanzoni kuna nguvu, kisha kuchoka. Mwanzoni kuna furaha, kisha kupungua. Mwanzoni kuna matumaini, kisha kukata tamaa. Lakini kana mantiki hii inageuzwa. Kwa Yesu, kile kinachokuja mwisho ni bora kuliko kile kinachokuwapo mwanzo. Ndio maana ishara hii si miujiza tu, ni unabii uliofanyika tendo. Pamoja na Kristo, wakati ujao ni wenye utukufu zaidi kuliko wakati uliopita. Na bado, angalia kejeli ya tukio hili. Msimamizi wa karamu anamsifu bwana harusi. Lakini divai ya kweli ilikuwa imetoka kwa Yesu. Bwana harusi wa kweli alikuwa tayari hapo, lakini alikuwa bado amejificha. Yesu hatafuti makofi, hajiweki katikati ya jukwaa. Anaacha ishara izungumze, na utukufu wake unaonekana kwa wale wanaoamini. Yesu aliudhihirisha utukufu wake na wanafunzi wake wakamwamini. Hapa kuna siri ya kina. Yesu si mgeni tu kwenye harusi. Yeye ndiye bwana harusi anayeleta divai nzuri. Katika Agano la Kale, Mungu alikuwa bwana harusi wa watu wake. Isaya sura ya 62 mstari wa 5. Hosea sura ya 2 mstari wa 19. Hosea sura ya 2 mstari wa 19. Katika Agano Jipya, Kristo ni bwana harusi wa kanisa. Anajitoa kwa ajili yake ili alitakase na kulifanya liwe bila doa na lenye utukufu. Waefeso sura ya 5 mstari wa 25 hadi 27. Kana ni kivuli tu, ni utangulizi. Kwa sababu mwisho katika harusi kuu ya mbinguni, watu wote waliokombolewa watasikia mwito huu. Na tufurahi, tukashangilie, tukampe utukufu wake, kwa kuwa harusi ya mwanakondoo imekuja na mkewe amejiweka tayari. Ufunuo sura ya 19 mstari wa 7. Siku hiyo itaonyesha kikamilifu ukweli wa ishara hii. Divai iliyo nzuri zaidi iko mwisho. Wanafunzi wa Musa waliona ishara za Mungu kupitia Musa, lakini hawakuona utukufu wa Mungu ndani ya Musa kwa ukamilifu. Hilo lilibaki limefichwa kwa sababu Musa hakuwa mwokozi. Lakini ndani ya Yesu wanafunzi wake waliona utukufu wake. Swali ni hili: je, wewe unaona kile wanafunzi walichoona? Kama utaona, unaweza kuamini. Na kama utaamini, na utakuwa na uzima katika jina lake.
Kama ungeona sasa. Hitimisho. Kwanza, umeona jinsi Yesu anavyoondoa aibu yako? Kana Yesu aliondoa aibu ya familia ambayo ingeishi na kichwa chini kwa muda mrefu. Na vivyo hivyo Yesu anaondoa aibu yako. Aibu ya dhambi iliyofichwa, aibu ya kushindwa katika familia, aibu ya kukataliwa, aibu ya upweke, aibu ya historia yako, aibu ya mambo ambayo watu wanakumbuka kukuhusu. Msalabani, Yesu alibeba aibu yetu ili wewe uweze kusimama mbele ya Baba kwa neema. Pili, umeona jinsi Yesu anavyobadilisha ritual tupu kuwa maisha mapya? Vyombo vya mawe vilikuwa kwa ajili ya kuosha mikono. Ilikuwa ritual ya nje. Na sisi pia tunaweza kuwa na ritual zetu. Unaweza kuja kanisani kwa mazoea, unaweza kuimba bila moyo, unaweza kuomba maneno ya kawaida lakini moyo upo mbali, unaweza kutoa sadaka lakini bila upendo kwa Mungu, unaweza kushika desturi za kidini lakini bila Kristo, unaweza kuogopa laana, mizimu au nguvu za giza lakini bado usimkimbilie Kristo kwa imani. Haya yote ni maji baridi kama Yesu hayupo. Lakini Yesu hubadilisha maji ya ritual kuwa divine nzuri ya neema. Yeye hataki maumbo matupu. Anataka maisha yaliyobadilishwa kutoka ndani. Anataka maisha yaliyobadilishwa kutoka ndani. 3, umeona bwana harusi wa mbinguni? Kana bwana harusi wa kweli alibaki katika kivuli. Lakini mwisho, bwana harusi ataonekana katika utukufu wake wote. Siku hiyo, sauti itasikika. Harusi ya mwanakondoo imekuja, na wale tu waliomuona na kumwamini wataketi mezani. Kwa hiyo, usibaki ukishangaa muujiza tu. Muone Yesu, muone Kristo, muone mwana wa Mungu, muone bwana harusi, muone Mwokozi aliyekuja kuondoa aibu, kubadilisha moyo na kutoa uzima wa milele. Kwa sababu bila yeye kila furaha ya dunia hii itaisha, lakini pamoja naye divai iliyo nzuri zaidi bado inakuja. Amina. Katika jina lake pokea uzima wake na uishi kwa utukufu wa Yesu Kristo. Barikiwa sana mtazamaji.